Naona kuna mambo yanaendelea mtandaoni kuhusu Aisha Speed. Moja kati ya ma-streamer wakubwa sana. Na amefanikiwa kuzunguka takriban nchi 20 hivi kama sikosei kwa idadi 24. Lakini alikutana na machifu mbalimbali. Ila kwenye machifu hao hukuwemo kwenye msafara. Ni kwa nini? Ni kweli kwa sababu Aisha Speed wakati anafanya ziara zake pale Kenya, moja kati ya watu, na hili niliongelee wazi, moja kati ya watu ambao walitakiwa kukutana nao hapa Afrika Mashariki ni mimi Matuta. Sikujua nini kilichomfanya asiweze kufika hapa Tanzania, lakini moja kati ya mpango mkubwa ambao Aisha Speed, kijana huyu mwenye asili ya Afrika, ambaye nitakueleza mpaka alikotokea Afrika, anatokea sehemu gani, alikuwa na mikakati ya kukutana na machifu wote Afrika na ametekeleza, japo sio wote. Lakini mpango wake mkubwa pia ilikuwa ni kukutana na Matuta Alekebulani. Ndio maana unaona hakufika hapa Tanzania, lakini ameipongeza Tanzania. Amepongeza Tanzania kwamba moja kati ya nchi nilizotembelea, lakini Tanzania imetajwa kuwa nchi moja kati ya nchi nzuri zenye vivutio vingi. Kwa hiyo hapa niwaambie tu ndugu zangu wa Kenya, na niwaeleze watu ambao hawafahamu. Mimi nikiwa kama kiongozi wa machifu, wakati anakwenda kule Ghana kwa rafiki yangu, nakwenda Zimbabwe kwa rafiki yangu, sitaki kuwataja majina, ilikuwa ni mpango rasmi Aisha Speed aje aonane na kiongozi wa Alekebulani, kwa sababu ujio wa Aisha Speed kufika hapa Afrika ilikuwa ni kuonyesha mila, tamaduni, ustaarabu. Hakuja kuonyesha midundo, mavazi ya wazungu, alikuja kuonyesha mila, tamaduni. Hata ukiangalia kwenye baadhi ya video ambazo nilikuwa na marafiki wengi kutoka Amerika, kutoka Russia, kutoka Europe, kutoka Asia, kama unaziangalia hizi video zinazopita, Aisha Speed tulizungumza naye na management yake kwamba ninatamani Matuta Alekebulani nikifika Afrika, mojawapo ya watu ambao natamani, hata mkimuuliza, natamani kukutana na Matuta Alekebulani ili nijue Afrika imeficha vitu gani, na nieleze mambo ambayo dunia inaificha Afrika. Kwa hiyo kitendo cha Aisha Speed kufika Kenya, na ndugu zetu wa Kenya wakasema, unajua haya mambo Tanzania kule kuna 1 2 3, niwaambie tu wa Kenya ni jirani zetu, lakini ni watu wa kung'ata na kupuliza. Na ni moja kati ya mipango ambayo mlifikiri Tanzania kufika kwa huyu bwana kwenye hii ziara, mlifikiri ni mpango mkubwa kwamba huko usiende, lakini leo anakuja kuitaja Tanzania kwamba naishukuru pia moja kati ya nchi ambazo nimetembelea, lakini Tanzania ni nchi yenye vivutio vingi. Na kuna video ambayo inakuja hapa, nitakuja kuwaonyesha Watanzania mpango ambao nilipanga na Aisha Speed kwenye tradition inaitwa Africa is One. Nafikiri wataona namna ambayo tulifanya hili jukumu kule Zanzibar. Nafikiri uliona hii program, maandalizi yalikuwa makubwa. Kwa hiyo hii shukrani inakuja pia kwangu mimi Matuta, inakuja kwa rais wa nchi, inakuja kwa wananchi wa Tanzania. Lakini ulikuwa ni mpango wa mimi na Aisha Speed kufanya burudani kubwa na program kubwa sana ya kuonyesha utamaduni, mila na civilization ya Mwafrika, na nitaionyesha hii video inakuja mapema kabisa.